Kijana huyu anadaiwa kupigwa na bosi wake ambaye awali waliingia makubaliano ya kujenga nyumba kwa maana ya kupewa malipo ya awali, lakini baada ya kukamilika kwa nyumba ataweza kukamilishiwa malipo yake yaliyobaki ya shilingi 200,000. Kwa mjibu wa mashuhuda wanasema kwamba baada ya kijana huyo kumaliza ujenzi wa nyumba alimfuata bosi wake huyo ili aweze kupewa 200,000 yake kama ambavyo waliingia makubaliano. Wanasema kwamba baada ya kijana huyo kuweza kumfuata bosi wake aliweza kushushiwa kipigo, hali ambayo ilimpelekea majeraha mbalimbali katika mwili wake na kupelekea kifo chake. Ikafika siku ya kuweza kuhifadhi mwili wa kijana Deogratias, lakini katika hali ya kushangaza vijana hawa ambao walikuwa wamebeba mwili wake, badala ya kupeleka mwili katika sehemu iliyoandaliwa, waliweza kupeleka mwili katika nyumba ambayo kijana Deogratias alimjengea bosi huyu. Tumezungumza na baadhi ya majirani na ndugu ambao wanatusimulia kile ambacho kimetokea mpaka kijana huyu kuweza kupoteza maisha. Sofia jua. Ndio. Kaka alikuwa na shida na mtu. Alikuwa na ugomvi na mtu, hata kama wewe ni mgomvi hawezi kupigana na wewe. Alikuwa ni mpendwa kila mtu. Yaani kaka hajawahi kugombana na mtu yeyote. Lakini Mungu aishivyo, waliohusika hata kama alimgusa kucha, Mungu hakika tutalipa. Pole. Hajawahi kugombana na mtu. Yaani hata kama sehemu kuna ugomvi, anakimbia, hanaga ugomvi na mtu kabisa kaka Deo. Wala hatukani mtu. Alienda kudai hela yake. Alikuwa anafanya kazi hapo kwa huyo aliyemuua. Alipoenda kudai hela yake, na Yesu alimfungia ndani wakampiga. Majina anaitwa Peter Francis Chua. Hii tukio nalifahamu. Huyu ni ndugu yangu, ni mtoto wa kangu. Ninapomfahamu. Ndio. Ninapomfahamu Deogratias Chua. Kwa ni mpenzi wa watu. Ni mtu wa watu sana. Kwa ajili kugombana na mtu. Kwani mtu anaishi na watu vizuri. Wazee kwa watoto, kwa watu wote. Kwa udhibitisho hapa Supermoto, kwa macho tuliona sisi tukiwa ndugu. Na udhibitisho wa madaktari walisema marehemu Deogratias Chua alipigwa na kitu kizito upande wa mbavu zake za kushoto. Kwa uchunguzi wa madaktari zilionekana mbavu 4 zimevunjika. Katika zile mbavu 4 kuvunjika ilisababisha kutoboa mapafu yake ya upande wa kushoto. Na mapafu ya upande wa kushoto yalitengeneza usaha. Usaha ulikuwa unaangukia kwa upande wa maini. Kwa umeharibu upande wa maini pamoja na bega lake la kushoto lilikuwa limepigwa. Hizi jointi zikawa zimeachana. Madaktari na polisi walithibitisha kweli amepigwa fimbo nyingi sana mgongoni. Bilangu kwa jeshi la polisi, tunaomba huyu mtu kwa historia sio mara ya kwanza kuua. Kwa tunaomba hatua kali zichukuliwe zaidi yake, na ikiwezekana kabisa familia yake ihamishwe na tuitaki kuiona. Ndugu wetu hapa bwana alikuwa anadai hela yake aliyojenga hii nyumba hapa hivi. Hii nyumba aliyojenga hapa kuja kudai hela yake, wakaja wakampiga wakamuua, wakamtupa hapo nyumbani kwake, waenda kumtupa nyumbani kwake. Wakaja kutuambia mkufa alimwona wakati amepigwa, ameenda kupimwa na madaktari, amevunjwa mbavu 4, moja imepasua hadi mapafu, nyingine amepasuka kichwa mgongoni, drafti mbega moja ameshtua. Ndugu wetu amekuja kutupotezea kabisa. Kijana mwenzetu ana shida yoyote.